10, 20 years, tukisema wote tulioko hapa in the next 20 years angalau kwenye akaunti zetu tuwe na $100,000 kwenye bank, kwa sababu ya kitu tutakachokipata siku ya leo. Haleluya. Sasa nilikuwa nakumbushia kwamba wazungu huwa wanatunza. Sasa wale mnaofanya kazi kule makazini, kuna wangapi wanajua kitu kinaitwa 401k? 401k, naomba siku nyingine tuje tuzungumzie mambo ya finance vizuri. 401k ni savings ambayo ni ya retirement ya miaka ya mbele kule, na hiyo savings unaipata kupitia kazini kwako. Ukienda kwa human resource unamwambia nataka nianze kusave hela kwenye 401k, kazi zote wanatoa hiyo kwa wale wanaofanya kazi full time. Nenda jaribu kusave, anza tu even at 1% of your income. Kama unapata $200 kwa wiki, weka tu hata hizo $200, weka tu kwa 401k. Ni hela ambayo automatic wanaikata kutoka kwenye cheki, wanaiweka kule, wanaipeleka kwenye investment, inaenda kwenye Wall Street. Nataka niwape mfano. Kuna kazi moja nilifanya kuanzia mwaka, anyway, mimi nilikuja Marekani mwaka 2003, long time ago. Sijui 2003 ulikuwa wapi? That's when I came to America. Nilikuwa napambana na funza huko. Sasa 2004, mwaka 2005 na 2006 na 2007 kuna kazi moja nilikuwa naifanya. Nikafungua 401k, nikawa natunza hela kwa 401k. Sikumbuki, nilikuwa napata kipato cha chini kipindi hicho. Kwa hiyo nakumbuka nilisave kama ilikuwa kama $1,900 kama sikosei. Nakumbuka sana kwa sababu ukiacha hiyo kazi, hiyo hela sio kwamba imepotea, inakuwepo kule kule na uigusi mpaka ufike miaka 65 something like that. Uigusi uruhusiwi. Unaruhusiwa kuitoa, lakini penalty wanaokuchapa kuna haja ya kuitoa. Na ni hela ambayo unaitunza kwa ajili ya uzeeni. Ndio hiyo wazungu wanapenda kutunza. Wanapofanya makazi wote ukiona huko Wendy's wapi, wengi sana wanaijua hiyo siri. Wanafanya hizo 401k. Zinatunzwa huko. Sasa wakifika uzeeni kule, zile hela zinakuwa ni $1 malaki kuendelea. Nataka nikupe mfano. Nilifanya kazi mwaka 2005, 2006, 2007, nilitunza kama $1,900 na kitu. Ziko huko. Nikienda kwenye account sasa hivi zishafika $9,000 na. It's been what, like, you know, inachukua muda, is like more than 10 years. But nina $9,000 zimekaa na sizigusi. I'll never touch that money. After all nimekuwa miaka yote inaongezea. Sasa imagine nina kiasi gani ziko huko kwenye 401k. I have a lot of money. Kwa sababu zikienda kule, ukiweka 1,000 wanazipeleka kwenye stock market. Kwa wanaofahamu stock market ni yani wanazifanyia biashara huko, faida wanafanyaje? Wanakuwekea. So niko najiuliza hivi, kumbe ningeweka labda $10,000, now I'll be talking about what? $30,000-$40,000, more than that. Kwa hiyo wanaofanya kazi tujitahidi sana tujifunze kujiinvest katika 401k. Na uzuri wa kazi nyingi, kwa kuwa uchumi ulipoporomoka ile mwaka 2008, kazi nyingi waliacha. Miaka ile ya nyuma walikuwa wana match. Hata sasa hivi kuna kazi moja naofanya huwa wana match 401k, ambapo naweka wanatukata like 15% of my income wanaweka kule. Alafu nao wana match 5% ya kile ambacho it's just something good. Yeah, ngoja tuiache hiyo, tuzungumzie hiki ambacho tunataka tuzungumzie, ambacho ni unlock your potential. Lakini 401k ni jambo zuri sana wanafanya papa. Ni jambo zuri sana. Ndio maana wazungu wanaishi maisha mazuri. Unakuta mtu anaishi maisha ya kawaida tu, lakini ana nyumba nzuri. Wengi wanakuwa na nyumba nzuri za unaona na income ya kawaida lakini ana nyumba nzuri. Kumbe wao wanafanya zile kitu za kusave. Ni kitu nzuri sana. Amen. Basi kifupi, niliona sijui ili jina la apostle sijui lilitoka wapi. Wakati niko naandika jina tu likatokea, so never mind about that. Kazi yangu mimi, of course mitandaoni waga najiita director wa video, lakini kazi ninayofanya ni registered nurse. Ni nurse, nina degree ya nursing. Upande wa nursing kuna diploma ambayo naita ni LPN, Licensed Practical Nurse, ambao unaweza ukasoma kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili kulingana na hivyo vyuo. Na malipo ya Licensed Practical Nurse mara nyingi kwa hapa Ohio, unaishia kufanya kazi kwenye nursing homes au unafanya healthcare agency, malipo yake waga mara nyingi ukitoka shuleni mara nyingi yanaanzia $19, $20, $21 kwa saa.
hiyo ukishafanya hiyo LPN. Hii niliyofanya ni registered nurse. Niligraduate mwaka 2009. So mimi ni nurse kwa muda wa miaka 10 sasa hivi. Hongera. Thank you man. Nilianza mwaka 2006 mpaka 2009 ndio nilianza. Na sasa hivi by the way niko naendelea kusoma, nachukua masters ya nursing. So in the next 3-4 years nitagraduate, nitakuwa nurse practitioner. Na hiyo inakuwa ni level yani inakuwa ni almost like a doctor. Nikisha graduate hiyo. Na ni hiyo ya nursing, nachukua masters ya nursing. Hii ni picha tulipiga kipindi hicho, niko bado mwembamba bro. 2009 ya graduate. Na hii hapa inayokuja ndio baadhi ya classmate kipindi hicho zamani sana 2009 tumegraduate hapo Kentucky. Nilisomea Kentucky kwa sababu unaishi Cincinnati. Kentucky si unajua unaendesha dakika 10 tu umeshaingia nani. Ngoja tuone. Kuna hii picha hiyo siku hiyo nilipokuwa nawekewa hiyo naita pinning ceremony. Sasa kuna swali hapa sasa niliandaa hii nani presentation kwa Kiingereza lakini tutakuwa tunaenda kwa Kiswahili, si sawa? Kuna haja ya Kiingereza jamani? Hamna. Tunatafsiri tu. Nakumbuka nilipokuwa nyumbani unasoma mwalimu wa somo la Kiingereza anakuja anatoa lecture kwa Kiswahili. Kama sijui kama unakumbuka hiyo. Sasa tutaanza na nani kwanza, kwamba nani ambaye ana wajibu, who is responsible to solve the problems katika familia, kutatua matatizo katika familia au kanisa au katika jamii. Samahani mimi mambo ya video baadaye mo kichwani. Hiyo kamera inaonekana kwenye screen? Ndio. Unaiona hii kamera ya huyu, unaiona? Kamera ya pastor. Yes. Inaonekana? Vizuri sana. Haimo kwenye nani? Okay, good. Nakuwa piki kidogo katika mambo ya professionalism. Tuko nakamata video kwa so. Sasa nani ambaye ana wajibu wa kutatua matatizo katika familia? Tutakuwa tunaulizana haraka nani mawazo majibu. Kila mtu ana wajibu ya kutatua matatizo ndani ya familia. Na kanisani ndio watu wote. Kwa hiyo ina maana kila mtu sawa yuko responsible na kutatua nini? Matatizo au shida au kumsaidia mwenzake anayehitaji kitu. Amen. Amen. Sasa swali linakuja, je, utasaidiaje kwa kitu ambacho huwezi? Kama hauko vizuri utakuwa na uwezo gani wa kusaidia? Yaani mnakuwa tumekaa kama wote hapa, wote ni watu wa kusaidiwa. Nani atamsaidia mwenzake? Hiyo ndio inakuja ile point ya not well equipped. Kwa hiyo kichwani inabidi kuweka kitu kwamba you know what? Inabidi nibadili akili yangu ili kwamba nijiweke katika hali ya kuweza wapi? Kumsaidia mtu au kujisaidia mimi, sawa? Mfano kufundisha. Utafundishaje kitu ambacho wewe hujui? Sasa kuna kesho, namshukuru Mungu nimepata nafasi tutafundishana neno la Mungu kesho, tutavaa suti. Amen. Amen. So tutafundishana masuala ya umuhimu wa kufundisha. Mfano kufundisha neno la Mungu. Mfano kufundisha jambo lolote ambalo unafahamu. Mfano haya mimi nayo kufundisha ni vitu ambavyo nimeshajifunza, ninavifahamu. Amen. Kama hujui kitu, huwezi kufundisha mtu kitu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kwamba we have to know, lazima tujifunze kufahamu nini? Kufahamu vitu. Mfano sasa katika upendo neno la Mungu ana stress sana kwa sababu today generation hii na sasa sisi tumekuja huku Marekani, hatuli neno la Mungu vya kutosha bwana. Hatuli neno la Mungu vya kutosha. Ubize wa kazi, social media tu zenyewe zinatupeleka kweli. Hatujifunzi na kanisani watu wengi tunakutana ni Jumapili tu. Na Jumapili hiyo ni like 30 minutes ya neno la Mungu. Mtu unasema tunasikiliza neno la Mungu, hauna hata Biblia. Sasa uandiki chini. Ukitoka ufika nyumbani ukimuuliza umefundishwa nini? Hakumbuki. Sasa utalishika neno. Utashikaje neno? Na cha muhimu cha kushika, unajua kitu cha kikubwa cha kuanza sasa kwa wale wenye watoto. Hata wewe utakayekuwa na mtoto kesho. Weka kichwani kwamba ni neno gani nitakalowafundisha watoto wangu. Nakwambia ukishaweka hicho kitu kichwani mwako, hutocheza na neno la Mungu. Amen. Amen. Kwa sababu serious kizazi kimeharibika ndugu zanguni. Nchi especially nchi hii ukifuatilia kati ya watu wanaofuatilia news mimi niko on top. Kuna news za ajabu sana, mambo ya ajabu sana kiasi kwamba wanawaza hivi watoto wetu wajukuu wetu
wataishi dunia aina gani? Leo hii naenda hospitali. Sasa hivi ukienda hospitalini kwenye zile fomu wameshabadili jinsia, gender. Sio men na woman anymore. Kwenye ile fomu tu ya kawaida ya hospitali ndio utaona jinsi ambavyo dunia inakuelekea kubaya. Men, woman, afu nilisahau, nilikuwa nipanga nitengeneze niweke copy hapa. Men, woman, non-gender, kuna transgender, woman to men, transgender men to woman. Ni vitu vya ajabu. Vitu vya ajabu. Na hiyo kama hiyo hospitali niyo inaitwa Christ Hospital kule. Niliona hiyo form Christ Hospital ambayo nasema sasa ndio kanisa la Kikristo, lakini huwezi, ni sheria ambazo zinazidi kuletwa za ajabu sana mitaani. Unaona? Kwa hiyo sasa lazima tuache urithi kwa watoto. Utaachaje? Umfundishe mtoto. Sasa utamfundishaje kitu ambacho hujui? Lazima tu fight to increase our income, tuhakikishe tunapata kipato cha juu. Na hapo ndio point tutakwenda kuzungumzia sana. Tusiishie na maisha ya warehouse. Kama una uwezo wa kusoma, kasome, upate upate income, upate mshiko mnene, unaona? Alafu na kama una uwezo wa kufanya biashara, fanya biashara. Kuna biashara nyingi, opportunities nyingi sana za kufanya biashara. Nilishangaa wa Somalia wamekuja miaka kama hii sawa na sisi. Lakini wana malls, wana maduka, tunaenda kununua kwao. Kuna mtu wa kutoka East Africa na duka hapa Columbus. Sidhani. Jamani. Sidhani. Hata kule Cincinnati hivi tunaenda kwa maduka ya Wagana. Yaani Wagana kaga najiuliza, why? Kwa sababu wazee wetu wa zamani. Wazee wetu. Sawa, hamna shida ndugu yangu. Nakubaliana kabisa kwa sababu ya wazee wetu wa zamani. Sasa sisi ndio maana tumekutana hapa ili kwamba tu transform. Hallelujah. Yes. Walisema kizazi na kizazi. Ndio maana tumekutana hapa ili kwamba tuweze kufanya hayo mabadiliko. Amen. So nani kubwa inabidi tufahamu, ndio ile sasa tunaenda kwenye unlock your potential. Yaani kufungua uwezo wako, ndio tafsiri kwa Kiswahili la unlock your potential. Na kuna hiyo wazungu wanapenda kusema be the best version of you. Kwa hiyo kumbe kuna mtu anaishi, au mimi wenda hapa ninaishi chini ya kile kiwango ambacho Mungu alikuwa amenipangia niwe. Wenda naingiza hela najiona kwamba nimepata $1,000 wiki nimefanya overtime. Kumbe Mungu hakuwa amenipangia kwamba niwe naishi maisha 1,000. Labda Mungu amenipangia mpango wangu niwe na mtu wa kuingiza $4,000, $5,000 kwa wiki. Amen. So that's God always have a great plan in our life. Nibidi nipe picha kidogo hapa. Sasa hebu tuende kwenye maandiko kidogo tuangalie. Mstari gani katika Biblia ambao Mungu anazungumzia kuhusu plan? Utaipata katika kitabu cha Yeremia 29:11. Amen. Na upenda sana huu mstari. Kuna mistari mingi sana. Kati ya mistari ambayo naipenda ni hii ambayo anazungumza Mungu mwenyewe. Nafikiri na nani ya Kiswahili hapa. Yeremia 29:11. Mungu mwenyewe anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana huyo, ni mawazo ya amani wala si mabaya, ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sasa mimi pointi yangu nasema kwamba Mungu anajua kile anachotuwazia, na anachotuwazia ni kitu bora katika maisha yetu. Lakini kile kitu bora lazima tufanyeje? Lazima ukifuate. Yaani hawezi akakushushia. Unajua kuna watu wanadanganya watu, we're gonna get miracle money. Hamna cha mambo ya miracle money rafiki yangu. You have to walk. Bado wanawadanganya. Sasa Afrika wanadanganyika sana. Kuna video juzi kama kuna mtu aliona huyu mama mmoja hivi anaheshimika sana pale Tanzania, ana kanisa kubwa. Anawaambia watu wazee wazima kabisa wameshika wallet zao wamefungua, wana nani yetu wamefungua wallet, tunasema eti miracle money. Basi unaona anachukua hela hewani tu. Hewani ndugu yangu, nakwambia utafanya hiyo miaka nenda rudi, hiyo hela haitoingia. You have to work for. Amen. Amen. So Mungu ana plani kwamba sisi tuishi maisha ya mafanikio. Amen. Na wazazi wetu, hebu
Nenda nyumbani, hebu kamuulize kila aliyeko mtoto tu akamuuliza baba yake, nimemchagua baba yetu hapa. Nenda ukamuulize tu mzazi wako, hivi ni kitu gani ambacho unatamani mimi niwe? Muulize baba yako au muulize ni mafanikio aina gani. Utaona anakutajia vitu vingi, atakwambia mwanangu, nataka uwe tajiri, nataka uwe msomi, nataka uwe na familia. Hakuna hata kutamkia kitu kibaya hata siku moja. Amen. Kwa sababu Mungu, wazazi ndio wawakilishi wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo unaweza ukapata jibu zuri kwa hapa nenda tu kauliza wazazi wako, kama kama wazazi wako hapa around, hata wako nyumbani, just call them. Uuliza, baba, hivi unapenda kuona nini kutoka kwangu? Utasikia ni kweli. Anasema napenda nikuone tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa don't settle for less. Wazungu wanasema hivyo. Usiridhike na ile hali ulionayo, especially kama wewe ni mtu wa kustruggle. Napenda nimlete huyu jamaa hapa. Ni kati ya my mentor. Yaani nafikiri he's my number one right now. Kwa miaka mingi sana nakuwa najifunza sana kutoka kwake. Bahati mbaya ashakufa. Anaitwa Dr. Myles Munroe. Yeah, oh man. Yes. Sasa nataka ni play, naomba nimsikilize kwa makini sana ambacho anakisema. Atazungumza ni Kiingereza kama kawaida. Naomba nipandishe sauti kidogo. Atutojali. Naomba usikilize kaka sema. Nafikiri nishaka post hata Facebook, wale mnaonifuatilia Facebook. Yeah, ni powerful sana. Hebu sikiliza. Mystery in life is that your destiny was chosen by God, but its fulfillment is decided by you. I want to say it again. Your destiny is chosen by God, but its fulfillment is decided by you. That's a heavy responsibility. In other words, God has already completed your life, and He has written a book on you and finished your life, and you are already successful. But making it to the end of that destiny is your decision. It's like a parent who pays thousands of dollars for their child to go to college because the parent already sees a degree. But the child goes to college, and instead of participating and disciplining and studying, the child wastes his time, keeps company that distracts him or her, and the child does not graduate. In other words, the parent's destiny is already set for the child, but whether the child graduates is decided by the child. That's the way God has your life. You have already been chosen by God to succeed, but you have to cooperate with that decision to make sure you arrive at God's results for you. Is that clear? Yes. Wow. Yeah. Huyu anasema kwamba lile lengo ambalo Mungu, kuna lengo, kuna kila mtu ameshaanda. Tumesoma Yeremia 29:11. Mungu anatutakia maisha mema katika hali ya kiroho. Sasa tuache kiroho hapa, tunazungumzia mambo ya mafanikio hapa duniani. Mungu anataka tuwe matajiri. Mungu hataki tuwe ombaomba. Unaona, sisi sasa hivi tunaishi kwenye, mfano hapa tunaishi kwenye kanisa la kupanga, lakini hatukupaswa tuwe hivyo. Tunatakiwa tuwe watu wa kununua kanisa letu wenyewe, ndio mpango wa Mungu. Lakini hatufanyaje? Hatuwezi. Kwa nini? Kwa sababu hatujafikia ile destiny ambayo Mungu ametupangia. Hatuna income za kutosha za kuweza kufanyaje, kuleta hela kanisani tununue kanisa letu, tusiwe tunaombaomba vyumba hapa. Tunaishi kwenye nyumba za kupanga. Mungu, sio mpango wa Mungu kwamba mtu aishi katika nyumba ya kupanga. Biblia inasema kwamba tunatakiwa sisi tuwe wamiliki. Amen. Unapoishi kwenye nyumba ya rental, you are not owner, umiliki. Sasa hilo ndio lengo ambalo Mungu, kati ya malengo ambayo Mungu ametuandalia hapa duniani ni hayo, kwa sababu ndio maisha ambayo tunapaswa kuishi, maisha ya raha, sio ya shida unakuwa na gari ya spana mkononi, no,
naenda Toyota pale nalipa cash. Nataka Toyota Highland, how much? 32,000. Andika cheki hii hapa. Wanabaki wanaita polisi, huyu mtu vipi? Polisi wanakuja, wanaangalia, wanapiga kazini, wanaona huyu jamaa anaingiza 5,000 kwa wiki. Wanakuacha, unaondoka. That's ndio mfano wanaozungumzia kwamba lazima Mungu ana ile destiny, lakini sasa kufikia lile lengo lazima ufanye kazi. Kufikia lile lengo lazima uhakikishe kwamba unajiimprove yourself. Ninafanya kazi warehouse, jamani. Hii Amazon nalipa $15 kwa saa. Okay, mwisho wa wiki, baada ya wiki mbili hivi kawaida mtu unaweza ukapata kama $1 ngapi? Amazon nalipa kwa wiki au kwa wiki mbili? 2 weeks. Wastani inakuwa ni kama $1 ngapi? 1,200. Kama $1,000 kwa wiki mbili. Baada ya kutoa taxi. Ambazo kwa mwezi ni $1 ngapi? 2,000. Yeah, $2,000. Haya tuje sasa kwenye expenses. Sawa. Mwaminifu anatoa 10,000, 200 imeshalala mbele, akwenda inaenda kanisani hiyo. Amen. Mbona tuitikii jamani? Amen, amen. Amen. Kwa sababu kuna sadaka, kuna 10,000 alafu kuna sadaka ya shukrani vile vile. Amen. Yeah, kwa sababu kuna vikapu viwili. Hapo tayari tuseme kama 2,220 imeondoka. Renti ni how much? Tuseme kama 700. Ina depend. Rent. Ina depend. Average, tunatafuta average. 700. 800. Ni kama 800. Kwa hiyo hapo tayari 1,000 imeshalala mbele tayari. 1,020 imeshaondoka. Haya, turudi kwenye insurance ya gari. 200. Full coverage 200. Imeenda ngapi? 1,200 na ngapi? 1,220. Haya, twende mafuta ya gari, twende mafuta ya gari, simu, internet. Hapo ni kama ngapi? Kama 300. Tuseme 1,500 imeshalala mbele. Tumeshaweka tayari. Electricity, yeah. Na water. Si 2,000 simeshaisha. Na sasa hatujaenda huko. Alafu bado kuna emergency, alafu kuna kanguo unataka ununue. Na Afrika, unaona? Kwa hiyo ina maana kwamba yani hali ya maisha tunayoishi, tunaishi maisha ya chini. What you say? It doesn't fit. Yani unatakiwa mtu unafikia ile point ambayo ngoja nijiseme tu mimi mwenyewe. Naandika check na swipe card bila hata kuangalia kwenye account ya bank. Yes. That's how it's supposed to be, lakini bado sijaridhika. Sina yani anytime nikitaka tu si hata send kuangalia, naangalia tu benki ku make sure watu wasiingie wakaiba tu kwamba, lakini I really don't have to worry. Huko ndiko tunakotakiwa tuelekee, wapendwa. Wewe kama unafanya $15 an hour, think, jamani, let's go to the potential. Hallelujah. Mimi leo hii mtu akitaka kuniajiri, kama hanilipi $30, angalau 35 kwa saa, ndio nitafanya hiyo kazi. Na hapo yani kwanza naweza nikafanya kwa shingo upande, because I'm not there anymore. Sasa nakuja hapa kusimama hapa. 30 ni ngapi papa? $35 plus an hour. Kwa saa moja? Yes. Shilingi za Tanzania ni zaidi hapo, sitaki kusema namba. Shilingi za Tanzania 70,000. Sasa hivi? Now yeah. Na ukingali nasoma. Tunapiga. Niko nasoma kwa sababu nikigraduate ina maana naenda kwenye 50 50 kuelekea 60 per hour. Yeah. Jamani, vyo vipo, you can go too. Sio wow, yeah, I know. Let's go, jamani, twendeni, inawezekana. Nani? Anakuwa mpole. Bwana asifiwe. Yeah, sasa kwa hiyo ndugu yetu ndio alikuwa anasemea hicho kwamba Mungu ameshakuandalia mazuri hapo. Tumetoka Afrika tumekuja Marekani, tumeshaletwa katika kwenye madini. Tumewekwa pale yani umewekwa kwenye gold sasa. Kazi yako ni kufanyaje? Kuchimba, upeleke huko kuingizie hela. Tuko hapa. That's what we're here.
Ndio hii point sasa ambayo ndugu yangu alikuwa anazungumzia. Ni sasa na mzazi akachukulia mfano kwamba mzazi anapokuandikisha kwenda shuleni ukasome college, yeye anajua kwamba baada ya miaka 3-4 anategemea kuona nini? Degree. Sasa ile degree miaka 4 ikifika unaweza usiipate kama hujaifanyia kazi. You have to work for. Amen. Amen. Sasa wengine unaona anaenda shule, degree anayomletea mzazi mjukuu. I mean, it's sad. It's very sad. Oh, itu shamaliza, ngoja tuende nyingine. Unaona, kwa hiyo hivi ndio nakuja kwamba God's, ili kwamba ufika kwenye success lazima iwe ni God's plan na nini, na mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu na bidii yako vinakufikisha wapi? Kwenye mafanikio. Amen. Sasa jinsi gani ya kufikia ile destiny, yani ile sehemu yenye mafanikio? Unaona, tumeshaizungumzia kwamba wengi wetu tunaishi maisha ambayo hatupaswi kuwa. Unaona, na wengine kwa hiyo ina maana chochote kile ambacho unafanya sasa hivi, sasa kwa wale ma high schoolers, high school, usifikirie, don't think kwamba ukimaliza high school unataka uingie tu moja kwa moja kwenda kufanya kwenye warehouse. Sasa wa high school wako pazuri sana. Think about college. Anza kufikiria nataka niwe nani. Anza kuexplore ni kazi gani ambazo zinalipa vizuri. Anza kufanya. Vumilia. Sasa kwa wale watu ambao mnaishi kwa wazazi wenu, mimi kuna kosa moja nilifanya, nitawaambia. Kuna kosa moja nilifanya la maisha wakati huo nimekuja ile 2000 na ilikuwa mwaka 2004. I remember that. Nilikuwa hapa tayari na mwaka mmoja. Yaani ukipata kama bado unaishi kwa wazazi, kinachotuharibu sisi, hatuna ile patience. We want that freedom quick. Kwamba nimemaliza high school, unaona wengine tayari marafiki zako wanaishi kwenye apartment zao, wanaendesha magari yao, na wewe unakimbilia huko unasema nitaanza kufanya kazi. Kaa nyumbani, kaa kwa wazazi wako. Piga college, nenda college kwanza. Tafuta, explore, kuna kazi za kulipa hapa Marekani. Ukikaa miaka 5-6 college, sasa kama una ubavu piga medicine. Unatoka huko doctor, unaanza kula $80, $90, $100 per hour. Imagine mimi na Didier tumaliza college. Didier anamaliza kazi, anamaliza college, anakimbia Amazon. Anapiga Amazon miaka 10. Mimi naenda college nachukua udaktari miaka 10. My first year of working as a doctor, nitakuwa nimepiga zaidi ya miaka 5 ya huyu ya yeye kufanya kazi. Na nikimuuliza how much do you have in your savings account, atakwambia hana kitu. Sema tena hapo. Amen. Now explain. Come again. Sema hapo. Mimi na Didier tumemaliza college this year. Sawa? Tumemaliza high school. Mimi na Didier tunaongea, Didier, bwana, hebu twende college bwana. Mimi nataka nikasome udaktari. Anasema how long? Ni miaka mingapi? Ya miaka 10. Anakataa. Mimi miaka 10 niwe tu bado nakaa kwa baba, sina hela. Hapana bwana. Mimi nataka kuoa bwana. Mimi nataka ninunue gari yangu bwana. Mimi nataka nianze kutengeneza. Nataka nikaishi kwangu. Anakimbilia, na kazi zipo nyingi. Anaenda kufanya kazi wapi? Amazon. Atafanya mwaka wa kwanza na mimi niko college mwaka wa kwanza. Atafanya mwaka wa pili na mimi niko college mwaka wa pili. Atafanya mwaka wa tatu niko college mwaka wa tatu. Ataendelea na kazi ile. Mshahara ukipanda sana ni $1, $2, $3. Mwisho. 35. Oh, okay, unaona. Unaona. Kwa hiyo sasa mpaka miaka 10 inaisha, ndugu yangu huyu sawa, anaweza akawa labda hata anaweza akawa na nyumba, lakini nakugarantii hiyo nyumba itakuwa ni ya mkopo. Ni ya deni, credit. Lazima itakuwa ya mkopo. Hata kuwa na uwezo wa kununua nyumba cash. Unaongea dada, Zuzu, you should speak the truth. Mimi nikimaliza hiyo miaka yangu 10, huyu bado anaendelea. Ninaweza nikakopa nyumba, nikailipa hata miaka 2 nikailipa nikaimaliza. Nikimaliza, huyu ukimuuliza atakuwa na dola ngapi benki? Sana sana kama nyingi ni 5,000 au 10,000. Hata hizo ni nyingi sana. Kwa sababu nini? Hakuvumilia, aliona kwamba ile miaka 10 ya kuendelea kuwa bado tu college hajaanza maisha.
you know, nadhani mmenielewa na sometimes nashinda kuelezea. Kaa rafiki yangu. Kwa hiyo jamani, hapa wote tulipo hapa there is a room for improvement. Kabisa kabisa kabisa. Kama wewe ulikuwa unafikiria kwenda kufanya kazi wewe uko high school sasa hivi, futa hilo wazo. Anza kutafuta mambo ya kusomea. Kilo. Hata wale wanaofanya kazi, hebu anza kufikiria kufanya business. Fikiria kufanya business. Kuna business nyingi sana, kuna kufungua maduka, kuna business, kuna rafiki yangu mmoja hivi nilikuwa naongea naye juzi, alikuwa ananiambia ana business ya matruck. Yaani ana yale matruck kabisa amenunua. Anasema ni easy if you determine you can do it. Unaanza kujifunza kuendesha matruck. Ukishaanza kujifunza kuendesha matruck, unaanza kufahamu sehemu gani wanauza matruck. Unaweza kupata matruck kwa mkopo, lakini ile hela inayokuja ni nzuri kiasi kwamba unajikuta unachukua ana matruck matatu wa madereva wanamwendeshea. Yupo na hapa na miaka hapa Marekani miaka michache sana. Hajakaa miaka mingi. I'm not sure, labda miaka 5 hivi au 6. Kilo, mbona unaulizia maisha ukingali high school? Soma. Sasa nasema unajua kwa wazazi wetu wenyewe ambao wako hapa wanatulea, tusiwaone vibaya kama hawakupata hizo nafasi na wamefika hapa na mafamilia, na ukifika hapa unajua mafood stamp wanakata haraka. Kwa hiyo wazazi wanaendelea, inabidi wahangaike kufanya kazi. Lakini kwa mzazi aliyeko hapa, wapandikize watoto wako kwamba usiishi maisha ambayo nimeishi. Usikubali kuishi kipato ambacho ninacho sasa hivi. Hakikisha watoto wako unawapush wa inspire. Amen. Sasa hapo ndio nikaandika kwamba ile kama mtu unaishi, kuna mtu anaweza kuenda labda mtu katika mambo ya kikanisa, labda wewe Mungu alikuita uwe bishop, lakini hujitumi kwenye kazi ya Mungu. Hata kanisani watu wanaona kwamba haustahili hata kuitwa mwinjilisti, ustahili kuitwa hata upasteli, kwa hiyo unaishia kuwa nani? Deacon. Hapo ina maana uko chini ya potential. Kumbe Mungu alikuita kwamba wewe uwe ni kiongozi wa makanisa. Hiyo ndio kwamba una living below your potential. Nikachukua mfano mwingine, labda wewe Mungu alikuwa ameshakuandaa kwamba utakuwa daktari, lakini hujafanya bidii ya kuwa daktari. Unaishia kuwa labda nurse assistant, au unaishia kuwa labda nurse, au unaishia kuwa nobody. Kuna wengine Mungu alishawaandalia, labda wewe ni mwanasheria, lakini unaishia kuwa ni mtu wa kufagia tu ofisi za wanasheria. Nikaweka mfano mwingine, labda wewe Mungu amekuitia uolewe na mwanaume wa uhakika, lakini unaishia kuolewa na mwanaume hohehahe. Hohehahe, Kiswahili hicho moja matata sana. Yaani mtu ambaye yupo tu. Kwa sababu nini? Ukujitunza. Kwa sababu nini? Unajua mabiti, Mungu awabariki sana. Mjitahidi sana muishi maisha ya kujiheshimisha. Amen. Ukijiheshimisha, watu wa heshima ndio watakao kufuata sasa hivi. Ndio. Unaweza ukapendeza, lakini kuna ile mtu anakudefine tu, anaogopa hata kunyosha mkono kukusalimia. Nakwambia, kuna jinsi unajiheshimu, aina ya watu fulani wanaogopa hata kunyosha mkono kukusalimia. Yule binti yule, shetani mwenyewe anaanza kukuogopa anapokuona. Sasa wewe uko Facebook kule, saa zote unaposti ma video huko, nakata viuno vya kina nani, vya kina Falipupa, kina nani. Mtu yote akija pale anasema hili ni yule msichana muuni tu. Anakuja tu anakuona mtu wa kawaida. I'm telling you. Hebu kaa Facebook yako kila siku, kila mtu akiingia pale anaona uko tu kwenye worship. Nakwambia vijana watakuogopa. Vijana wale wanaotaka kutafuta tu wasichana wa kutembea nao, hata waza kichwani mwake hata kufuate, kwa sababu umeshajitengenezea ile dignity. Umeshajitengenezea ile identity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sasa utampata mtu wa potential ukianza kujiandaa. Ndio watu wanasema ili kwamba ufike kwenye hiyo destiny, you have to create it yourself. Mungu hadhihakiwi bwana. Chochote unachopanda utavuna. Amen. Amena. Amena. Tumepewa ufunguo wa kufungua nini?
wa kufungua ule potential, ule uwezo. Wote tunao Bwana. Wote tunao. Everybody have the same 24 hours. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana masaa 24 Bwana. Hakuna mtu ambaye amepewa nusu siku. Kwa nini wengine sasa wanaendesha magari mapya na sisi tunaendesha magari ya $1,000? Mimi mwenyewe gari linaumiza sana kichwani Bwana. Napenda sana Instagram, naona watu wana zile private jets. Najiuliza kwa nini? Huyu mtu vipi? Si binadamu kama mimi. Huwa najichallenge sana. And I'm looking forward to get there. Kwa sababu naamini kabisa kila kitu kimewekwa, tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's my boy right there. Bishop. Iko hapo. Sasa Mungu waga anatupatia kitu, lakini tunakuwa tufanyaje? Hatukielewi. Amen. Mungu ameshatupatia kitu, tunaweza tusikitambue, lakini tunavyo. What do you have? Una nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunamwona, niweka picha ya Mose kwa sababu tulikuwa tunaenda kumfikia Mose moja kwa moja. Ngoja tuende kwa haraka ili kwamba tumalize. Tupitie ile andiko, ni kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 3. Imeandikwa kwa Kiingereza. And the Lord said to him, what is that in your hand? He said, a staff. And he said, throw it on the ground. So he threw it on the ground and it became a serpent and Moses ran from it. Sasa nieleze kifupi tu ni kwamba hii fimbo, labda Musa sijui alikuwa, mimi najiuliza sijui alikuwa hawezi kutembea, ilikuwa inamsaidia kutembea au ilikuwa ni utaratibu tu wa Waisraeli wa kipindi hicho, wazee wanakuwa tu wanatembea. Na unajua nyumbani kuna wengine inakuwa ni sometimes inakuwa ni heshima tu, unakuta wazee wanapenda tu kushika fimbo Nadhani ni hicho. Sasa ni kama fashion, yes. Musa siku moja aliokota tu akasema hii fimbo nataka niitumie kuitembea. Little he knew that kwamba alikuwa amebeba miracle kubwa ambayo mpaka leo hii tunaizungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anashika ile fimbo alikuwa hajui kama ile fimbo ndio itakayoenda kufungua bahari ya Shamu kwa kukomboa Israeli. Wakati anashika ile fimbo alikuwa hajui kwamba ile fimbo ndio atakayogonga jiwe litoe maji chemchemi ya maji inatoka kwenye jiwe. Alikuwa hajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu akamwambia, una nini? Umeshika nini hapo mkononi? Umeshika ukombozi kwa wana wa Israeli. Kuna vitu vingi ambavyo viko ndani yetu lakini sisi hatuvitambui. Kwa hiyo pointi kubwa wapendwa, as we live here today, omba Mungu, Mungu, ni kitu gani ulichokiweka ndani yangu? Naomba unifunue. Na anakufunulia kweli ukiomba kwa uaminifu na umesimama katika njia zake. Atakufunulia kile ambacho Mungu amekuandalia, amekuitia hapa duniani. Amen. Atakufunulia, utakiona. Mungu akaanza kumonyesha miujiza. Mpaka akaanza kuikimbia fimbo yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, ili kwamba tuweze kubadilika, ili kwamba tuweze kufikia kile ambacho tumeitiwa na Mungu, tufikie ile potential, it starts in your mind. Inaanza kwenye akili yako Bwana. Kuna mstari unasema the mind is a very powerful thing. Yaani akili ni kitu chenye nguvu sana. Yaani kila akili inachoamua kufanya Bwana. Mtu hawezi kukulazimisha ufanye kitu kama hujaamua kukifanya. Sisi tumekaa tuna mafundisho hapa kuanzia ndugu yetu amekuja kuzungumza, Pastor Tom alizungumza na hapa nimesimama. Lakini kama hutaamua mwenyewe kwamba nataka nifanyie kazi, ndugu yangu, kuja kukaa kwako hapa ni bure. Ni bure. Yaani utakuwa tu labda ulienjoy tu hizo sebene basi, ambazo tayari kuenjoy kwake kushaisha. Si ameisha. Umeshacheza, usinaondoka. Kumeisha. Lakini unachoondoka nacho ni kwamba akili yako ndio kitu chenye nguvu. Na hakuna, na hilo ndio Mungu alituachaga free kwamba tuchague wenyewe. Yaani pale hakulazimishaga kuamua kwamba unataka nifanye kitu gani. Kwa hiyo mind inachagua kwamba ifanye nini au sifanye nini. Sasa akili yako lazima uiandae iwe ready kwa ile wazungu wanasema transformation. Kwa Kiswahili ni mabadiliko. Kuna amna Kiswahili kingine kizito kidogo?
Transformation, yeah, mabadiliko. Lazima uandae akili yako iwe tayari kwa ajili ya mabadiliko. Yeah. Hapo ndio nilisema kwamba mageuzo, mabadiliko, mageuzo. Sasa point namba 4 hapo inasema kama akili yako haiko tayari kubadilika, unaweza ukahudhuria semina zote duniani, utahudhuria mafundisho yote duniani, utahudhuria mikutano. Okay. Utahudhuria mikutano, utaenda, lakini hautobadilika kwa sababu hujaandaa akili yako ibadilike. Unasemaje? It's not a question, but it was just something to add on. Okay, 1 minute. Go ahead. Based on what you said, kutokana vile ulisema, for the, you said something about like how you want to become something as a girl, always planning and wanting to have something. Mm-hmm. What I can add and what I've learned and what I carried all the time was what Pastor Tom taught me. Mm-hmm. He was like, you can never pray for a successful woman or wife if you're not the one, like the same as the person. You understand? Hawezi kuomba kwa Mungu akusaidie ukuwe na bibi wa pesa mingi wala wewe mwenyewe na masomo kama wewe peke yako unadecide kuwa mtu wa masomo. Kabisa. So you have to pray for what you are already. Lazima ujiweke kwenye hiyo position. Yeah. Kwa sababu hata akija kama hujajiandaa vizuri, hata kushinda kumhendo. You know? Hata kushinda kumhendo. Sasa Warumi 12:2 lazima nataka twende tu hapa mstari, twende isehemu hii. Mruhusu Mungu akufanyie ile lazima uchange the way you think. You must change the way. Nilichukua version ya NLT ya Mashahidi wa Yehova. Sio version nzuri sana ya kutumia, lakini I was just careful to use. Romans 12:2. Muda utoshi. Ngoja tu haraka. Lakini point ni kwamba kuna niweke kwa Kiswahili kwamba bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Amen. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Yaani kile ambacho Mungu amekuandalia ni mapenzi yake. You need to know that. Sasa kuna mapenzi ya Mungu kwa upande wa spiritual, lakini hapa tunazungumzia katika mambo ya physical, mambo ya hapa duniani. Sasa kuna mapenzi yake ambayo tuliona kwamba anataka yeye kwamba tufanikiwe. Sasa ili kwamba uweze kufikia mafanikio, namba 1, fuata sauti ya Mungu. Amen. Uweze ukafanikiwa kwa sababu shetani anaweza kweli akakusaidia akakufanikisha, lakini yeye anakufanikisha akiwa na lengo lake la kishetani, ili kwamba ajue jinsi gani ya kuweza kukupin down usiweze kumuona Mungu. Kwa hiyo hakikisha unapata mafanikio kupitia mpango wa Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema bwana, mbona hata wale ambao ambao hawasali wasijui madini mengine wanafanikiwa, ni matajiri. Ndio, lakini wamesaidiwa na mpango wa shetani. Na mwisho wa siku ukiangalia maisha yao ndio yanakuwa kwa distraction. Angalia, napenda sana kuchukua mfano wa Michael Jackson. Katika dunia hii, kati ya watu walioishi ambao nimewafuatilia, tuache mfalme Sulemani. Sulemani yeye was the best. Katika kizazi cha miaka hii ya hapa nyuma. Kizazi chetu. Hamna mtu ambaye amefaidi maisha kama Michael Jackson bana. Nani ambaye hamjui Michael Jackson? Michael Jackson ana ile alipofikia ile kipindi ile wanasema kuna ile watu wanasema peak. Yaani kuna kipindi katika maisha yako utafikia peak ya mafanikio. Yaani kuna kipindi utakuwa na hela nyingi sana ambazo zitakuja kupungua na hautopata tena hela kama hizo. Na kipindi chake kile ilivyokuwa cha peak, ambapo amenunua ile jengo, hicho kiwanja chake, nyumba yake inaitwa Netherland Ranch. Polini kabisa akajenga. Yaani anajenga kile kitu ambacho anajisikia anachotaka. Akajenga movie theater, akajenga mpaka train, reli. Mle ndani, yaani kile ambacho alikuwa akitaka. Yaani anajisikia kwamba mimi nataka hiki, anakiweka pale. Kaenda Afrika kanunua wanyama, simba, matwiga, akaweka pale nyumbani kwake.
Kipindi hicho alikuwa nimesahau idadi, mtanisamee, lakini kama sio 150 au 200 wafanya kazi 150 au 250 pale kwenye hilo jengo lake, hilo nyumba yake, sio nyumba yake, majumba yake. Anatoka anapanda ka treni, kanamtoa hapo kanampeleka kule kwenye nyumba nyingine ambayo ni kwa ajili ya movie tu, kuangalia movie. Anatoka anapanda ka treni kanampeleka nyumba nyingine kule ambako ndio anafanyia mazoezi. Yale yalikuwa ni mafanikio kweli, lakini angalia jinsi alivyokufa. Mafanikio ambayo shetani anakuletea always ni mafanikio ya vain. Alikufa kama sijui niseme kama nini, kama nyama. Tunaona watu, mnaona anacheza nini, kumbe jamaa ana ma stress halali. Ili kwamba halali alikuwa amefikia point zile dawa ndio zilizomuua. Zile dawa ambazo zinapatikana kwenye chumba cha operesheni tu. Sasa kwa kuwa alikuwa na hela, alikuwa anazipata. Ndio anameza, ilikuwa hizo dawa inaitwa propofol. Ndio daktari wanamchoma, ndio analala. Alikuwa halali kabisa. Alikuwa hana usingizi, hapati usingizi. Sasa sisi huku tunamwona Michael Jackson, natamani maisha kama ya Michael Jackson. Wewe, I say, watu wasiomjua Mungu, Biblia inasema Mithali 24, usimuhusudu mtu muovu. Don't wish to be like them, I say. Tunaka kijana Diamond siku hizi anazidi kuwa very famous, lakini maisha yake machafu bwana. Would you wanna wish be like him? Sio maisha, na mwisho wake namtakia mema, lakini mwisho wake utakuwa mbaya tu. Utakuwa mbaya kwa sababu ni ubatili. Biblia inasema ni ubatili mtupu, anajilisha upepo. Najua watu wengi tunapenda sana, unaingia kule unakuta watu wengi sana hata wale kanisani wako wana like tu mapost yake, wana like. Unajiuliza for what? He don't feed me nothing, man. Even me. He don't even know you. Apart about knowing you. Hamna kitu chochote ambacho kinakusaidia, anakupa. Cha kukusaidia nafsi yako anakupa. Kama Mkristo hupaswi kujua hata wimbo mmoja wa Diamond. Mimi lakini hapa tukiwasimamisha hapa atakuimia nyimbo zote. For what? Kwa hiyo follow God's voice, follow principles za success. Zipo. Sisi tunapenda sana shortcut, ndio maana tunafeli. Kama mfano tuliotumia huu, ile ni shortcut. Wewe ni kijana mdogo, una baba yako na mama yako, umemaliza high school, na baba yako most likely atakwambia hebu nenda college. Unakataa. Hiyo ni shortcut, umekataa kuwa patient. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna kitu kinachokuja, lazima ukifanyie kazi. Kuna hii Matthew 17:27, kuna kamera kwa fulani Yesu alikafanya. Najiuliza kwa nini? Mathayo 17:27. Hivi kuna mtu kasome hapo mara moja. Mathayo 17:27. Mathayo 17:27. Hebu sikiliza Yesu alivyowafanya wanafunzi wake. Walikuwa wamefika sehemu wanatakiwa walipe kodi, lakini wakawa hawana hela. Na Yesu kweli akataka kweli walipe hiyo kodi. Lakini kati yao hakuna mtu hata mmoja alikuwa na hela. Sasa Yesu akafanyaje? Alishusha hela zikaingia kwenye mfuko wa Yuda wa Petro. Hebu soma. Some katika jina la Yesu. Amen. Lakini tusije tukawakwaza. Yesu yeye anasema, jamani tusikilize. Enendeni baharini, ukatupe ndoano, ukatwae samaki yule azukaye kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli, ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amen. Unaona hata Yesu aliofanya. Walikuwa wanahitaji hela walipe kodi. Sasa akasema hakuna mtu mwenye hela hapa. Sasa tufanyeje? Aliandaa ile hela ikawepo. Yesu alishusha, lakini akaweka kwa samaki huko baharini. Asema sasa mnataka hiyo hela? Nendeni mkavue.
Unaona ndugu yangu? Kwamba we have to walk. Wale watu mimi wale watu jamani mtanisamehe, najua nafanya kosa kusema hili. Wale watu wanaosema eti oh receive miracle money right now, natamani nende nikawatwange ngumi. Yaani mimi hapa naambia receive, come on man. Receive what? Nitakwambia nenda ukafanye kazi. Mtoto mdogo atakwambia nenda ukasome, subiri, your time is coming. You will get the money. Amen. Hata hapa Yesu mwenyewe na wanafunzi wake alikuwa na uwezo hata kusema mnataji hela. Haya, angefanya tu hivi, hizi hapa pelekeni, kalipeni kodi. Lakini akasema no, you have to go and work for the money. Katafute ndoano na so walikuwa wanafunzi. Walikuwa hawana hata kina Petro walikuwa wameshatupa mitumbu yao mandoano yao miaka mingi wanamfuata. Walikuwa hawana. So they had to go and find. Najua walienda wakatafuta. Jamani tunahitaji na nini. Kweli walivuvua ile samaki wa kwanza tu akamchua, fungua mdomo wakakuta ile miracle money iko huko. So your miracle is up there, my man. Yes. Walk for it. Amen. Yeah. Ndio wanapenda kusema tu crazy miracle. So we have to explore the future. Lazima tuanze hebu kaa unapoondoka leo anza kufikiria, anza kujitathmini. Nifanye nini? Namba 1, jichunguze mwenyewe. Kitu gani ambacho unakitamani ukipate? Na ni kitu gani ambacho unajisikia ukifanye? Kazi gani ambayo itakusaidia kukufikisha kule ambapo unapenda ufike? Anza kufanya research. Uliza watu, tafuta watu ambao wamefanikiwa, waulize. Siku ukienda hata kwa daktari, muulize daktari wako, anza kumuuliza maswali. Unaweza ukashangaa akakupa majibu ambayo akakushangaza. Sio unaishia tu kumwambia magonjwa yako. No. Doctor, I'm impressed. How did you become a doctor? How did you get here? Ukikutana na mwanasheria, bwana wewe umekuaje kuwa lawyer? Hata kama wewe huwezi ukafika huko, lakini anaweza akakupa majibu, kaenda kumshauri mdogo wako yakamsaidia. Amen. So tuwe watu wa uliza mambo ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Tuachane na mambo ya umbea ambayo yatujengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi ambao mko high school right now, start to look into colleges. Shule zipi, wanafundisha nini, watu wana graduate namna gani? Na uzuri hapa Marekani bana, ukisha inquire about college, ukishachokoza tu kuandikia email, I say, wana kutumia mazagaza. Just be a person of exploring. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kuangalia chuo gani ambacho kwa sababu kuna mambo ya gharama vile mikopo. Kwamba usiingie unajikuta unasoma chuo ambacho kinakuwa kina gharama kubwa sana. Patience is the key. Do not rush. Uvumilivu. Amen. Watu waga tunakimbilia mambo ya uhuru, tumeshazungumzia kwamba uwe na magari. Kaa kwa wazazi wako. Kwa wale ambao mmeshahama kwa wazazi, unaweza ukarudi ukamwambia bwana baba nataka tukae pamoja nikasome. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani muda umeisha jamani. Give me 5 more minutes. Sasa kuna hii mistake ambayo nilifanya, kifupi tu ni hivi, nilipofika 2003, kuna Wamarekani ambao nilikuwa nafanya kazi kwao katika okay. Ngoja basi mimi nilikuwa natamani sana niwe daktari, muda mrefu sana. Hata nilipokuja Marekani, hilo ndilo lengo langu sana. Sasa kabla sijapata vibali vya kazi, nilikuwa nafanya kazi kwa Wamarekani fulani hivi. Alikuwa tajiri huyo jamaa. Bahati mbaya shakufa, amebaki mke wake. Sasa wakanipenda sana. Nilikuwa nafanya kazi za ndani tu wananilipa. Walikuwa wananipa $10 cash yani it was good. Sasa yule jamaa alinipenda sana na mimi nikawa namwambia mimi nia yangu nataka nisome. Akasema Alex, unajua nini? Kipindi hicho nilikuwa nakaa kwa dadangu mmoja hivi. Nilikuwa bado sijaanza kuwa independent. Akasema unaweza ukaja ukakaa hapa kwetu ili kwamba uende usome, usiwe na na magalama. Nisiwafiche. Nimetoka Afrika ndugu yangu, naona ma-apartment unanunua meza za vioo nini. Nikasema hapana, sikai kwa wazee mimi. That was a mistake for real. Ile freedom nilikuwa naitaka, kwamba nataka tu niishi kwangu na mimi nionekane kama ni independent. Nikakataa. Kweli nikaanza kufanya kazi. Ndio baadaye nikajipush, nikajigive up, nikaingia kwenye shule ya nursing. Lakini point yangu ni kwamba kumbe ningekaa kwao, nisingesumbuliwa na haya mabili, ningefanikiwa kwenda kusoma udaktari, kwa sababu nilivyooa mwaka 2010
Mke wangu alipokuja 2011 ndio nikaanza kwenda UC, nianza kufuatilia kuhusu kusomea udaktari. Kuangalia utaratibu nikasema sitaweza kwa sababu ya magharama. I always regret. Ilikuwa mwaka 2004. Ningekubali kukaa kwa wale wazee. Leo hii nadhani tusingekuwa pamoja hapa. Yaani ningekuwa mnanisikia tu Bombane sasa. Dr. Somebody. Unaona? So ni mfano tu kwamba jamani, do not rush. Niweka Amazon kwa sababu watu wengi sana ndio tunaenda sana kwenye Amazon. Amen. Na hii point nadhani tumeshaizungumzia kuhusu kufanya kama Amazon, kwamba you know haitoshi, inatufanya tu tunaishi paycheck to paycheck. Hii inafuata ni picha tu ya mtu ambaye amegraduate na mwingine kama ule mfano ambao tumezungumzia na kaka yangu DTM. Huyu yeye alienda moja kwa moja akasoma, huyu mwingine bado yuko anahangaika huko. Na tuna msomi wetu mmoja hapa kwenye jumuiya yetu, Deruka. Congratulations. She should be an inspiration. Alituacha ametukuta hivi. Vestina yuko wapi? Pelekea salamu zetu. Ndio hapa. Vestina. Yeah, say hi to Deruka bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa elimu inahitaji sacrifice. Miaka 4 au 6. Na ukiwa umesoma inakuwa ni rahisi kuwa inspire watoto wako. Na mara nyingi unapata ile heshima. Wewe fikiria tungekuwa tuna daktari humu ndani hata kama anakaa kule nyuma. Kila mtu angekuwa inalipa bwana. Sisi vijana tuna ile kitu kwamba kill time, tunapenda kuua muda. I say huo ni ujinga wa hali ya juu. You cannot kill time, you're killing yourself. I say kuna vitu kama Netflix, TV shows, mimi nani game, social media vinatupotezea muda ambao ni I don't know, we are out of time. Basi napenda tu unapoondoka, unapoenda nyumbani kila siku jaribu kuona una kama vile jamaa alivyosema, unatunza jinsi ambavyo rekodi ya jinsi ambavyo unatumia hela. Tunza rekodi ya jinsi ambavyo unatumia muda wako. Nilipotoka kazini masaa nilifanya nini. Kwa wiki ukijumlisha utajikuta umepoteza muda wa bure kabisa ambao ungeutumia kuimprove. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So what is your inspiration? Tafuta watu wa kukuinspire. Angalia, ukiingia YouTube, hebu tafuta nani wale hata life coach. Wasikilize wale, usipoteze muda kwa kwenda kutafuta yale movie ya kina Kanumba. I don't know. Mimi sijiwaji kwa kweli. Sipotezaji muda. Amen. Kuna preachers, inspirational speakers, muziki. Don't waste your time, my brothers. Kuna kitu hapo Mungu. I think ni mstari, nafikiri mstari wa Biblia. Basi tutauskip, tutausoma. Waefeso 5:16 inasema kwamba okoa muda, tuendelee tukikomboa wakati. Biblia inatuguide kila kitu bwana. Kwa hiyo option tulizonazo katika maisha, pata elimu, au kama kwa wale ambao, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba siwezi nikasoma au it's too late, tafuta jinsi hata kufanya business. Kataa kuajiriwa maisha yako yote. Don't be an employee. Kweli. So the question, who will you be in the next 5 years? Miaka 5 ijayo nitakuwa nani? Miaka 5 ijayo nitakuwa na hela kiasi gani? Miaka 10 ijayo, miaka 20. Na lini unataka kuleta yale mabadiliko katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi, fikirieni unataka usomee nini? Anza kufikiria udaktari, sheria, engineering, nursing. Kama unataka kufuata nursing nifuate sasa, because I know much about nursing, naweza nikakusaidia sana. Amen. So don't be discouraged. Business, duka, daycare, wamama. Unaweza kuanza business ya daycare sasa. Kuna daycare unaweza kuanzia tu nyumbani kwako. Hizi nyumba za kawaida, ngoja nikwambie kama ulikuwa hujui. Hizi tunazoishi. Unaweza kuanza daycare. Sasa nyumba ambayo unaiona wewe mwenyewe. Kama nyumba za kawaida nafikiri wanakuruhusu mwisho watoto 5. Unaenda unafuatilia kwenye state, wanakusaidia, unapata license. Inalipa. Unaanza pale, wanakuja wanakagua nyumba, kisha kuhalalishia. Unaanza kupata option, mwisho unaanza kuja hata kurent chumba kama hiki. Wow.
unaanza kuongeza. Ulikuwa na watoto 5, ukianza kuwatunza nyumbani kwako, baadaye unazidi kuexpand. It's true. Nina ndugu yangu mmoja yuko Nebraska sasa hivi, ameshajenga majumba ya daycare. Tulikuja almost the same time. So work on yourself. Anza leo, jikubali, jipokee, focus kwenye kile ambacho unaweza, grow mindset, create a picture, seek help. Do not give yourself excuses bwana. Usianze kujitetea, bwana mimi siwezi. Anza kufikiria kuanzia leo. Usikubali mtu akukatishe tamaa bwana. Usikubali mtu akukatishe tamaa. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Kama ikitokea kwamba umekuwa distracted, nikachukua mfano mmoja kidogo ambao ni mzito kidogo, kama mfano labda kwa mabinti, labda mara nyingi vinavyokwamisha anapata mimba. Usikimbilie hata kuanza kutoa ile mimba. No bwana, yule ni kiumbe. Huwezi jua huyo mtoto atakuwa nani bwana. Baba yake Obama, tulikuwa naongea na Makechi jana. Wakati baba yake Obama anapanda ndege, baba aliyemzaa Obama, alikuja kutoka Afrika kama sisi. Alikuwa anajua kwamba amekuja kuzaa rais wa Marekani. Nadhani akiwa kwenye ndege ukimuuliza, bwana wewe hapo unapoenda Marekani utamzaa rais, anadhani ukimwambia hivyo angekupiga hata ngumi. Lakini alikuwa amebeba potential. Bwana Yesu asifiwe. So we got potential ambazo hata sisi wenyewe hatuzifahamu. Amen. Kuwa na mentor, akitafuta kuwa na mentor. Pastor Makechi namkubali sana ise. Ni kijana mdogo lakini ana akili nyingi sana ise. Amen. Niligundua hili nilivyomuona mara ya kwanza. 2000 kesho nitawasimulia kwa muda umeisha. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So my brothers, my sisters, tutaendelea kwa tunaongea. Just go now, the future is yours bwana. Amen. Basi kwa kifupi ni hivyo, muda umekuwa mfupi lakini nadhani umepata kitu ambacho kitakubadilisha maisha yako. Amen. Yeah. Kitu ambacho kitakubadilisha maisha yako. Kwa wale ambao wanapenda kuwa manesi kama mimi, njoo bwana. Nesi ni hela. Namba. My phone number? Watu wengi hapa wana namba zangu. Just Pastor Makechi. Swali ya. Sasa sisi wengi wetu kama vile umesema tumekuja kabisa, tumeshaelemewa na mizigo. Mazambi zote. Sio mzigo wa dhambi, tuishatoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshaelemewa na mizigo ya familia. Ndio. Kwa sababu wakati immigration imekuleta na mke na watoto. Sasa umejikuta hapa, majukumu yote inakuelemea. Na hapo unatuencourage juu ya shule. Upande wa shule. Sisi kwetu utatuambia neno gani? Unaweza ukasoma vile vile. Na uzee online class. Hakuna uzee, wewe mzee. Swali ni yangu sio uzee kwa. Bwana, unaweza ukaenda darasani kwa sababu unaweza ukapunguza masaa ya kufanya kazi. Unaweza ukatafuta kazi zingine ambazo zina schedule. Mimi wakati nasoma of course nilikuwa nafanya kazi. Yaani nilikuwa nasinzia barabarani, natoka kazini. I mean, at one point of life bwana, you have to give. Kuna point moja nimewahi kumwona Pastor Makechi anasema, hebu kuwa mwanaume bwana. Kuna point unabidi you have to give yourself bwana. Ukijilea bwana, mafanikio hayaji hivi bwana. Kuna kipindi nilikuwa natoka kazini, nalala usiku kucha kazini, natoka kazini, naenda nashinda shuleni, natoka shuleni, narudi tena kazini. Yaani naendesha huku nasinzia. Siku moja nikakosa kipindi shule, nimetoka kazini, nimefika shuleni, bado kama dakika 20 hivi, nikasema ngoja nijisinzishe kwenye gari. Nililala naamka vipindi vimeshapita vyote. Kwa sababu ya mchoko Kwa hiyo nikawasha gari nikageuza kurudi nyumbani. Mchoko tuende kupa mfano huo kwamba you have to give yourself up. Kwa wale makapu mnapeana zamu. Mmoja kwamba bwana wewe kazana na kuingiza bili, mimi ngoja nifanye masomo. You have to, lazima kuna effort. You have to give up a lot of things. Nilikuwa sitembei, nilikuwa sina, yani watu walikuwa ndio kipindi chote kwa wanasema, "Hey Alex, you don't have life," So but that's fine, I didn't have life, but I got life now, man. Yeah. Well, you have to give up yourself for some
Salam, nadhani umepata hiyo point. Naona kiongozi tutamfuata hivi. Basi mtuongezee dakika. Karibu. Basi kama maswali tunaweza, kuna swali? Tuandike basi, tufanye kesho maswali, tajibu maswali. Unasema? Hatuna haja ya chakula, tuna haja ya maneno sisi. Nitaji nini? Okay, type print utaipata. Okay. Asanteni jamani. Haya.